Shalom shalom, karibu tena rafiki yangu muimbaji na mwanamuziki, tuzungumze masuala haya kuhusiana muziki na uimbaji. Na leo hii ningependa nizungumze na wewe muimbaji ama mwanamuziki, jinsi unavyoweza kuichochea huduma yako ya uimbaji ambayo ulikuwa nayo hapo zamani. Inaelekea leo hii kuna majukumu mengi ya kimaisha, masumbufu ya maisha, mishe tu za hapa na pale za kidunia ambazo zinakufanya unashindwa tena kujikita kwenye huduma yako ya uimbaji. Sasa napenda nizungumze na wewe mambo ambayo yatakusaidia tena kuiwisha ama kukuwezesha kurudi katika huduma yako ya uimbaji ama huduma yako ya muziki na uimbaji. Jambo la kwanza kabisa, fanya mazoezi binafsi. Fanya mazoezi binafsi au jiunge na kundi la uimbaji kama kwaya ama praise team hapo kanisani kwako. Katika kanisa unaloabudu hapo unaweza ukajiunga na hayo makundi, lakini kama ratiba zako ziko ngumu sana uwezi kujiunga na hayo makundi, unaweza ukaamua kuwa muimbaji binafsi. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo fanya mazoezi, jiunge na kwaya ama praise team, lakini pia unaweza ukaamua kuwa muimbaji binafsi. Jambo la pili, kama una kipawa cha uandishi wa nyimbo, anza kuandika nyimbo. Andika nyimbo hata mistari miwili ama andika chorus. Na kama umeshindwa kuendelea, basi unaweza ukauchukua wimbo wako ukapeleka kwenye kundi lako ama ukaonana na mtaalamu wa muziki ama mwalimu wa muziki, naye ataweza kukusaidia ili kwamba muweze kukamilisha huo wimbo kulingana na wewe kile kitu ambacho Mungu ameweka moyoni mwako, una idea gani kuhusiana na huo wimbo. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu, kumbuka sala, maombi pamoja na kusoma neno la Mungu. Hiki ni kitu muhimu sana, kwa sababu jambo hili litakupa wewe mafunuo na Mungu ataweza kukupa jumbe nyingi sana za kuweza kuzungumza na watu wake kupitia nyimbo. Kwa hiyo unapokuwa msomaji wa neno, muombaji, ni jambo la muhimu sana. Lakini pia kiujumla kuwa na mwenendo mzuri pamoja na kuwa na maisha ya utaua na utakatifu. Na jambo la nne, umesha upata wimbo wako, sasa utengenezee biti. Tengeneza biti au wimbo ili kwamba uweze kufanyia mazoezi. Lakini pia unaweza kukutana na wanamuziki, wapiga vyombo na maanisha, ukafanya nao mazoezi huo wimbo ambao ulikuwa umeuandika. Na baada ya hapo pia mtaweza kushauriana nini kifanyike katika huo wimbo. Kwa hiyo hatua hiyo ukikamilisha, sasa hatua ya tano ni ingia studio, rekodi wimbo wako. Kwa hiyo unaweza kurekodi wewe na kundi lako ama ukarekodi wewe kama wewe, yani wewe kama muimbaji binafsi. Kwa hiyo rekodi wimbo wako. Kitu cha sita, ukisha rekodi, share na marafiki. Wape marafiki wa wimbo wako watumie, waambie wausikilize, na wakisha usikiliza pia utaweza kupata maoni yao na utajua basi wakati mwingine pia uweze kuongeza nini ama uweze kujimarisha vipi ili uweze kufanyia kazi nzuri zaidi. Na kitu cha saba, imba. Kaimbe kwenye kusanyiko la watu wa Mungu hapo kanisani kwako. Na unapoimba pia unaweza kukuta Mungu akamhudumia mtu kupitia huo wimbo wako ambao unaimba. Aidha Mungu anaweza akakuinulia watu ambao wataguswa na uimbaji wako, wataguswa na kipawa chako, pia akakuinulia hao watu ili waweze kukusapoti katika huduma yako. Na kitu cha nane, ukipenda kujiongeza, basi wimbo wako unaweza kusambaza katika mitandao ya kijamii, ukaupandisha YouTube ama ukausambaza katika online music platforms ambazo zile wanapokea nyimbo mbalimbali na kuziweka mtandaoni, watu wanaweza kuzinunua huko. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo, ukausambaza wimbo wako sehemu mbalimbali kwenye music platforms. Na jambo la tisa na la mwisho kabisa, yafanye mambo yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ukifanya kwa kujionyesha ama kutaka sifa ama kutaka pesa ama mapato ya aibu kwa njia hii, unaweza kujikuta huduma yako inaishia njiani, kwa sababu hapo Mungu tena anakuwa yupo. Unatumia nguvu zako wewe kama wewe. Kwa hiyo utajikuta unaishiwa nguvu, unaishia njiani, inabaki kuwa historia tu. Lakini ukimtanguliza Mungu, Mungu atakutia nguvu, kwa sababu hii ni huduma yake. Atakutia nguvu hata pale unapokutana na changamoto. Mungu atakupa nguvu za kuweza kusonga mbele na kuweza kukabiliana na changamoto, na mambo yote yatakuwa sawa. Basi nishukuru sana kwa kunisikiliza. Nilikuwa nikizungumza nawe ni Jeremiah Wami, ni mwalimu na mwanamuziki, muimbaji pia. Asante sana kwa kunisikiliza. Endelea kunifuatilia kupitia chaneli hii, lakini pia ni wakati mzuri ambapo na wewe unaweza ukasubscribe, bonyeza alama nyekundu hapo ili kwamba uweze kufuatilia mambo mbalimbali ambayo nitakuwa nikiyatuma, na utakuwa mtu wa kwanza kutazama video zangu mbalimbali ambapo nitakuwa nazituma ili tuweze kuzungumza masuala haya ya muziki na uimbaji. Asante sana.